haviwezi kutimia. Kwa sababu mtakapopiga stori zenu ni za kudumazana, hamwezi kuendelea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kuna namna ambayo ukiwa na mtu fulani maisha yako yatachukua hatua tofauti. Kuna mabadiliko utayaona. Bwana Yesu apewe sifa sana. Leo tunazungumza juu habari za watu ambao walianza kwenye hatua ndogo lakini sasa wamepevuka. Wamepevuka kwa nini? Kwa sababu ya namna ambavyo wamekuwa wakisurvive. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Tulikuwa tunakaa mtaa wetu ule Ulongoni. Mtaa ule wetu Ulongoni ni mtaa mmoja ambao tulifika mahali tukahisi ni mtaa ulioshindikana kibiashara. Na nilikuwa tugharimu vitu vingi tunakuja kununulia kwa Mola Moto. Kila anayeanzisha biashara anakufa. Kila anayeanzisha kijenge kinakufa. Akianzisha duka linakufa. Kila mtu aliyekuwepo kula kaanza kuamini kwamba huu mji tumeingia mji mzito. Mji ambao sio wa maendeleo. Na watu tunarudishana nyuma. Na hili endelea kupelekea pia wanaothubutu pia wengine wakijaribu kupambana. Kwa sababu kunahitajika watu wenye nia ngumu sana. Watu ambao watapambana kwenye huo mlima kwa sababu hawa pia ambao sasa hivi wametengeneza ukurasa mpya juu ya mji ule. Walikutana wakati mgumu kukutana na watu ambao tayari washajua Ulongoni hakuna genge, Ulongoni hakuna duka. Ukitaka kitu cha dukani nenda kwa Mola Moto. Alafu wao wanakianisha kati ya watu wa namna hiyo. Akitoka huko, akitoka mjini ananunua mizigo yake yote kwa Mola Moto ndio anavuka. Kwa hiyo wewe unanunua tenga la nyanya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu katikati ya kundi hili hawezi kukosa watu ambao ni wafanyabiashara. Lazima watu ambao wafanyabiashara wengi na wanafanya vitu tofauti kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana alianza tu na hatua moja ya uwakala. Na hapa wangapi wanafanya kazi za wakala? Wanafanya kazi za wakala. Vizuri kabisa. Tena na wewe mtu mmoja ndio wewe tulikutana na Ijumaa moja ndio ukaja. Tukafanya maombi tulipoigusa tu Kariakoo imekupokeaje. Ndio tukagundua nyota yako alishabeba. Yaani mara moja. Yaani maadui wana ni wabaya sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaingia mahali tu pam na wakuu. Kwa hilo eneo wanaisoma hali yako chap, wanagundua una nguvu ya namna gani, utawazidi au vipi. Wakiona utawazidi wanaanza kukushughulikia mapema sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa alianza na hatua za wakala. Kutoka kwenye hatua za wakala leo ni mfanyabiashara aliyekuwa sana. Sasa hivi mpaka sasa hivi wiki zilizopita alikuwa Singida kwa ajili ya kulipia mgodi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mgodi amechukua pale mgodi pale Singida kutoka kwenye wakala. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa namna gani mtu anaweza kuwa? Ndio wanazungumzia hapa. Tuna watu wengi ambao kwenye kanisa letu hatukui. Tuna slide. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wafanya biashara wote wanaozunguka kwenye chumi zao, unakuta ni watu wanaoslide. Wengine wanafanya biashara za vitu dukani, wengine ni wanafanya biashara kupitia usafirishaji. Ile pia ni biashara. Amen. Umenunua usafiri wako, anafunga moto maji. Biashara zake zingine hajazigusa tu. Yaani mgodi tu umetema mambo nyumba faster. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Lakini nataka kuambia mafanikio haya yanategemea kanuni. Yanategemea mazingira ya watu ulionao, unaozungumza nao juu habari ya hatua zako zinazoendelea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kwa alianza hatua kidogo akifanya biashara zake za wakala. Kutoka kwenye wakala akaingia kwenye swala zima la pikipiki. Akanunua pikipiki mmoja used, alafu akaweka mkataba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Akaweka mkataba, yeye bado yuko pale kwa wakala, anaendelea na shughuli zake za kiwakala. Wakati anaendelea na shughuli za kiwakala,
huku bado akawa anaendelea na ile kazi yake ya pikipiki. Na pikipiki ile jamaa yuko serious sana. Yuko serious sana kwenye mipango yake. Chezea vitu vyake vingine kwambia kwenye biashara zangu sitaji mtu aingie na michezo yake. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yaani jamaa akikosa tu kuingiza fedha mwenyewe, siku hiyo pigia simu pikipiki paka. Jana sijakuona leta hela yangu jana. Pikipiki yangu weka pale. Nenda nyumbani. Ukitaka uwe na maendeleo ni kuondoa utoto kwenye shughuli yako. Leo kuna mtu anaanzisha biashara yako ya karanga, hakuna fedha ndogo. Unaanza biashara ya karanga, mtoto akilia ndio karanga za kumnyamazishia. Maana yake biashara yako haina nidhamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Leo tumeanzisha biashara yako ya pipi na mume wako na mkeo, pipi ndio za kufurahishana. Wewe nimchukue ile ni kubwa ile inaitwaje ile pipi kubwa. Inaitwaje big ball. Umeichukua pale kwenye box chapa, unamchukulia mwenzako na wewe unalimoja pale, na wewe unachukua unalipeleka nyumbani, na wewe pale unacheza na mwenzio, unaenjoy na furaha, unachezea uchumi, unachezea biashara. Umeshindwa kuwa na ubunifu wa vitu vingine, mmeifanya biashara yenu kwa kitu cha kuanzisha michezo. Hawezi kwenda mbali. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jamani, kinachomwokoa kwenye mazingira, fika pale dukani utapiga sio, lakini ukiingia kwenye swala umekopa dukani na haurudi. Hapo ndio unaweza kuelewa hapa nimefanyaje. Huyu jamaa sio mtu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa nini leo wapendwa hatuuziane vitu na wapendwa tumeuana sana hapa? Tumeleta ulongoni mpaka kwenye biashara. Watu walipoanzisha vitenge, kuna watu leo hapa wamechukua vitenge vya watu wanajipiga hata kwenye ibada, na unapiga na maombi hata haya hiyo. Yaani unapiga hiyo namna hiyo na unapiga na maombi yako pale. Una kitenge cha mtu hujawahi kile. Inapiga tu miezi. Ujui huyo kwenye biashara yako unafikia anakuombea nini hapo? Anakuombea nini? Umepiga kitenge cha mtu na hujawahi lipa na umekaa kimya. Siku zinaenda, umeleta ulokole kwenye biashara mtu. Na hii ndio maana walokole wengi sisi tumezofika kuliko wanaoma. Kwa sababu tumeingiza upendo kwenye biashara. Unaanzisha hiki kila kile utakachokianzisha ili kiendelee. Watu wangu wanasema nenda kwa wasioamini. Ukitaka biashara ufanikiwe, fanya na wasiookoka, sio na waliokoka. Kwa nini walokole wanataka kuingia na mazingira? Na walokole wengi akili zao ni fyafya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kwa sababu tayari mimi nishashuhudia jamaa mmoja kabisa na machango, nimekuwa nyumbani kwake. Anapiga maombi, baba mwenye nyumba sawa huko. Baba mwenye nyumba asahau huko. Anatumia jina la Yesu vibaya. Wewe unamwambia mtu anayejenga nyumba anafanya maendeleo apumbazike kwa ujinga wako. Hii si kweli hata kidogo. Shindwa kwa jina la Yesu wa jina la. Haifai kabisa. Na mimi hata nijenge nyumba za kupangisha. Swala la ulokole lazima usipangishwe. Wewe sio pale na mimi ndio nitachukulia ni pastor. Ndio kabisa kutoka ulipangisha. Wewe sio kupangisha. Uko ni swala mazuri, ni swala la kiuchumi. Ukiingiza mlokole kwenye uchumi, umeingiza balaa. Na kuambia kwa sababu na wengine wanazungumza hapa wanasema kweli. Kwa sababu washaumizwa muda. Wewe kama anakuja kuambia mchungaji, nisaidie muda. Sasa mimi nitaanza kupambana kwa muda. Nianze kuja wewe mambo gani? Nipa neno. Mimi nikuja hapa nihubiri injili, sema wewe. Amen. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tatizo ni kwamba mleta upendwa. Na watu wanataka kuleta upendwa kwenye mambo ya biashara. Biashara kuleta upendwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Wanakuja kama kina mwanadamu na chegelezao
taomba tu kama atakuwa vizuri. Lipa nyingine za watu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Usidumaze hatua za mtu anapopambana kwenye hatua zake. Kama hauna, kaa kimya. Wacha na biashara zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Watu wa Mungu lazima tujipange. Tujipange vizuri. Nilimshangaa sana yule jamaa. Jamaa mwenye nyumba anapigwa maombi asahau kwa. Mlokole huyu. Mlokole analiacha kabisa ile. Ndani hapo ni mtumishi. Yuko kwenye level ya utumishi hapo ovyo namna hiyo. Fanya vitu vya ajabu kabisa. Sasa nikana muangalie yule baba mwenye nyumba atakurudikiwa kwa. Ndio kupiga mambo mimi nikusikia. Mimi nakuongeza wewe na kwenda sababu ndio nakwambia kwa attention. Kuna namna na roho. Na maombi na mtu fulani hivi. Nenda leo kwa magodi yako pewe. Lazima ufukuza. Fukuza. Life ilikuwa na watu walioinuka, kuna watu kazi yao ni kuangusha watu. Naangusha mtu anapambana, ameleta biashara mpaka kwenye madhabahu, tunaipiga maombi ni nene nene. Hapo huko umekaa unapiga tunjicho kutoka hapo, waanze mikakati ya kukopa. Hii sio kweli. Amen. Kiasi ambacho inafika wakati ukimwona mpendwa, na nikisema nisimuuzie atanitangaza. Sasa nifanyeje? Fanya hivyo kakuchinja. Kuna watu kazi yao ni kulitukanisha jina la Yesu. Amina. Duniani. Hawako wana ushuhuda kabisa. Unaishi na madeni kibao. Kopa hapa, kopa pale, kopa pale. Ukisifu chana Bwana wasaulishe. Na anakuambia Bwana Yesu alikuja kutulipia deni. Deni Bwana Yesu alilipia deni pale msalabani. Sio hili. Sio hili. Tusianze kutafsiri Biblia kama tumeelewa pombe. Sio hili deni. Watu wafikiri Yesu alitulipia deni ni hilo la kopa mitandio ya watu. Unakopa ila la mtu. Sio deni hilo. Kazi yako unakopa unasema Yesu atalipa. Maana alitulipia pale msalabani. Sio deni hilo. Tafadhali hapo. Sio deni hilo. Usitafsiri hiyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Lazima watu wa Mungu tufanye. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Jipambanue sana. Maelekezo haya ni muhimu sana. Unapotaka kufanya biashara, ondoa swala la upendo. Amina. Utapata hela, bila kuhakikisha utapata hela. Ukiingiza swala la upendo, utapata hela. Sasa mshango kutafutana baadaye umeshakufa kifo cha ajabu kiuchumi. Utapata hela ukileta ulokole kwenye biashara. Nakupa hii neno mapema kwa upe. Mwambie jirani yako unasikia? Unafanya biashara zako za kalangu unaingia hapa. Unakuta mama mmoja anatoka kashalia, wewe kashakuja hapo. Kachukua kalangu mwambia lete kwanza hela. Lete kwanza hela.